Shum TV. Furaha kiganjani. Lakini kimsingi tumefungua mkutano una umuhimu sana kwa Tanzania, lakini una umuhimu sana kwa Afrika. Mambo makubwa hasa ya kuzingatia kwenye mkutano huu ni mambo matatu. La kwanza ni issue ile agenda ya clean cooking, ambayo kama ambavyo mnafahamu champion wa jambo hili ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili ni issue ya ile connection ya 300 million people, ya kuunganisha kwenye grade watu milioni 300 hata ikifika kipindi cha mwaka 2030, kati ya watu milioni 600 ambao hawajaingia kwenye grade. Kwa hiyo tunategemea hata ikifika mwaka 2030 tuwe tumeunganisha kwenye grade watu milioni 300 wa Afrika kuingia kwenye grade, kwa maana hao watu wote kupata umeme. Lakini la tatu, kuweka msimamo kwenye mkutano wa COP30 ambao wanategemewa mkutano huu kufanyika mwezi Novemba nchini Brazil. Na sisi Tanzania jambo hili tunalichukulia kwa ukubwa sana, na hamasa ni kubwa, na sasa Watanzania wengi wanahamasika kwenye suala hili la clean cooking. Nasi matarajio yetu hata ikifika mwaka 2030 basi Watanzania wote wawe kwa asilimia kubwa sana wameshaingia katika utaratibu huu wa clean cooking, na tunaamini na Waafrika wengi watakuwa wametuelewa. Na ndio maana hii moja kati ya malengo ya mkutano huu at least kuona kwamba kila nchi wa Afrika tunashirikiana na kuona kwamba swala la clean cooking linasimamiwa ipasavyo. Kwa Tanzania tunaendelea vizuri, na tunategemea hata ikifika mwaka 2030 tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Kwa nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana nchi mbalimbali ambazo zimekuja kusupport, lakini kuna finance hapa wa nchi mbalimbali, lakini kuna nchi wawakilishi wa nchi zaidi ya 60 ambao wamekuja hapa kutuunga mkono, na kwa hakika mwelekeo wa Afrika unakwenda kuwa vizuri. Mashirikiano haya ambayo yanaonekana ni ishara ya maelekezo mazuri ya viongozi wetu ambao wanakwenda kusimamia katika mataifa yao, lakini kuleta umoja wa Afrika. Na Waafrika ili tufanikiwe lazima tuwe wamoja, tuweze kuyatekeleza haya ambayo tumekusudia kuzungumza. Mkutano huu kubwa ambao tunalitarajia ni kwamba tutatoa maamuzi, yani jinsi gani masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yatakuwa yanashughulikiwa kwa mwaka mzima, na mambo gani ya msingi ambayo Afrika inataka yasimamiwe tunapoelekea katika mkutano mkubwa wa nchi zote duniani wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi utafanyika mwezi Novemba nchini Brazil katika mji wa Belém. Sasa tunayo mambo kama manne. Moja, kuna swala kubwa ambalo tulikuwa tukilipambania, kuongezeka kwa fedha ambazo tunataka zitusaidie kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Tulikuwa tunatarajia mwaka jana kwamba fedha zingeongezeka kutoka bilioni 100 mpaka trilioni 1.3, lakini fedha hizi hazikuongezeka kwa sababu mbalimbali. Kama nilivyosema, kuna baadhi ya nchi zimejitoa kwenye mkataba. Kila nchi duniani imeambiwa iweke mikakati ya kupunguza gesi joto na kuongeza uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi.